Mstari wa Methali 14:34 inazungumza kile kipengele cha haki huinua taifa. Jamii ya watu hawa ambao wako hapa ni viongozi, chini yao na watu wengine, watumikie kwa haki. Ukitumika kwa haki, hakuna hamasa ya amani. Kila mmoja akipokea haki yake atakuwa na amani. Kwa hiyo ni kuombe haki iwe mbele, amani itapata. Watu hulalamika, kupiga kelele kwa sababu hawatendewi nini? Haki. Kwenye ofisi za ardhi kuna shida, mahospitalini kuna shida, TRA kuna shida, kwenye taasisi mbalimbali kuna shida, na wakati mwingine wanaangaliwa watu, huyu ndiye tumsaidie. Wengine ni wazee hawajaliwi, wasio na ndugu hawajaliwi. Wewe wafanye watu wa jimbo la Ilemela, watu wa mkoa wa Mwanza kuwa watu wako. Ina mama mimi nilikuwa nao machache kwa mwanangu Kafiti, mbunge wetu mheshimiwa Kafiti. Tunamhusia, tunamtakia kila la heri, atakaye imara katika wilaya yetu ya Ilemela, aisimamie vizuri kwa matatizo yaliyopo, mashida yaliyopo. Mwenyezi Mungu amwezeshe inshallah. Nakutakia kila la heri. Sisi tunakuhusia wewe ukakae imara, usiwe na hofu. Sisi huku tukikaa kwenye swala la kambili za kwako, tunakuombea dua. Sasa Mwenyezi Mungu mjalie kijana huyu, mpe ndio mazuri na yenye heri, wala usiwe na wasiwasi. Tunakuombea heri. Tuko na mashauri wetu, tuko na makatibu. Mimi leo hii ilikuwa ni siku maalum kwangu, siku ya kumbukumbu ya maisha yangu na kuanza safari yangu ya ubunge. Kwa hivyo nilisema niitishe viongozi wote wa dini, kwa maana dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo katika kata zote 19, lakini sikuishia hapo, nimewaita wazee wa wilaya hii ya Ilemela kujumuika pamoja nasi. Lengo ni kubwa, ni kupata dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini, ili nitakapoanza majukumu yangu ya kibunge, kwa maana kwamba Januari hii tunaanza vikao vya bunge rasmi. Kwa hiyo ni lazima nijikabidhi mikononi mwa Mungu. Safari yangu hii ndio safari ya kwanza, mimi ndio mbunge mpya. Kwa hiyo ni lazima, kabla ya kuanza majukumu yangu, nilisema ni lazima kwanza tuanze na Mungu. Kwa sababu wakati wa kampeni tulianza na Mungu, tukamaliza na Mungu, tukapata ushindi wa kishindo. Na sasa tunapoanza majukumu yetu ya kibunge ya kutumikia wananchi, tumesema hatuna budi kuhakikisha tunaanza na Mungu ili safari yetu iweze kuwa salama. Tunaamini jambo lolote bila kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele haliwezi kufanikiwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi, nyuma yetu pamoja na kuwa na support ya wananchi, lakini mtu wa kwanza wa kumwangalia ni Mwenyezi Mungu, ili kuhakikisha safari yetu inakuwa ya matumaini, safari yetu inakuwa haina vikwazo. Kwa hivyo jukumu lililotukutanisha hapa ni kupata dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini, lakini kupata baraka kutoka kwa wazee wa wilaya hii ya Ilemela. Na vitu vyote ambavyo tuliahidi viko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kipaumbele cha kwanza tulisema ni barabara. Barabara Ilemela bado ni tatizo, pamoja na jitihada za serikali kuhakikisha inaboresha miundombinu. Zaidi ya kilomita 875 tulizonazo kwa maana ya mtandao wa barabara zenye lami ni si zaidi ya kilomita 60. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiwango gani kikubwa tunahitaji sisi kama viongozi, na kuiomba serikali sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan iweze kutusaidia katika eneo la miundombinu ya barabara. Eneo la pili ni eneo la miundombinu ya maji. Tuna changamoto ya maji kama nilivyoeleza kwenye kampeni, na leo nimeeleza hapa kwa wazee wangu pamoja na viongozi wa dini. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha tunaboresha chanzo cha maji cha Kabangaja, na kuishukuru serikali, upembuzi yakinifu umekamilika. Chanzo kile kikamilika, Ilemela itakuwa na uwezo wa kuzalisha lita za ujazo milioni 200. Mahitaji yetu ni lita za ujazo milioni 80. Kwa hiyo tutakuwa na ziada ya hali ya juu. Eneo la tatu ni eneo la afya. Kwa hiyo tutahakikisha miundombinu ya afya tunaboresha, kwa maana ya kuwa na wahudumu mbalimbali na wengi, kuimarisha eneo la vifaa tiba ili ndugu zetu waweze kwenda kupata matibabu yasiyokuwa na usumbufu wa aina yoyote.
Lakini eneo jingine ni eneo la elimu. Tunafahamu taifa lolote ili liweze kuendelea linahitaji kuwa na nguvu kazi ya watu wenye elimu. Kwa hiyo elimu ndio kila kitu. Kwa hivyo kwa yote hayo na mengine mengi, lakini bila kusahau ajira kwa vijana. Mtakumbuka tuna programu mbalimbali za kusaidia vijana. Tuna programu za bodaboda ambayo tumeshatoa bodaboda 100. Tuna programu za mamalishe ambao tuko sasa hivi kuhakikisha tunawatambua na kuwarasimisha ili tuweze kuwapa mikopo ya Mama Samia isiyokuwa na riba.